Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, Bwana. Injili ya Luka sura ya 4 aya ya kwanza hadi ya 13. Yesu amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi. Na siku hizo alikuwa hali kitu, hata zilipotimia aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi yote na fahari yake, kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukisujudu mbele yangu, yote yatakuwa yako. Yesu akajibu akamwambia, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamuongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akajibu akamwambia, imenenwa, usimjaribu Bwana Mungu. Basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha aende zake kwa muda. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, tunapoendelea na kipindi cha Kwaresima, ikiwa ni Dominika ya kwanza Kwaresima, Yesu anajaribiwa. Akiwa huko jangwani, Yesu anafunga na kusali. Katika mazingira hayo ya upweke na kuonja njaa, Shetani anamjaribu kwa majaribu matatu, majaribu yaliyojikita katika mahitaji ya mwanadamu. Jaribu la kwanza ni hitaji la kimwili, akimjaribu abadili jiwe kwa mkate. Jaribu la pili ikiwa limejikita katika tamaa ya mali na mamlaka, anaahidi kumpa Yesu enzi na fahari kama atamsujudu na kumwacha Mungu. Na jaribu la tatu limejikita katika kujaribu uaminifu wa Mungu kwa kujitupa chini ili awatume malaika wamkomboe. Mwanadamu tunaalikwa kufanya sehemu yetu. Mwenyezi Mungu ametujalia nguvu na kila hali ya kuweza kushinda yale ambayo yanatukabili. Shetani anatumia maandiko na Yesu anajibu kwa kunukuu maandiko. Tumesikia Yesu akijibu, mtu hataishi kwa mkate tu, na wala bali kwa chakula kitokacho mbinguni. Anajibu tena, usimjaribu Bwana Mungu wako. Lakini pia Yesu anajibu akisema, umtumikie yeye peke yake. Wapendwa, Yesu kwa kutumia neno kushinda vishawishi, anatuonesha kwamba neno la Mungu ni silaha, na hivi tunaalikwa tujibidishe katika kulisoma, kulitafakari na kuliishi neno la Mungu. Ndio silaha madhubuti ya kuweza kumwangusha mwovu Shetani. Tunaalikwa kulisoma neno la Mungu iwe silaha yetu ya kumshinda mwovu. Na tunaambiwa, watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na Mtakatifu Yeronimo anatukumbusha kwamba kutokujua maandiko ni kutokumjua Kristo. Na hivi tunaalikwa kulishika neno la Mungu na kuliishi na kulitafakari, ikiwa ni silaha ya kumshinda Shetani. Mama Kanisa anapotuwekea simulizi la majaribu ya Yesu mwanzoni mwa kipindi hiki cha Kwaresima, na anataka kutuonesha kuwa tunaingia katika mapambano dhidi ya mwovu. Mapambano haya yanaanzia ndani ya nafsi zetu, ndani kabisa ya mioyo yetu. Hivi tunaalikwa katika haya mapambano kutumia neno la Mungu. Tumeona mapambano haya yanaanzia ndani kabisa, kutafuta mamlaka,
kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu, kupenda ufahari, kupenda vitu kuliko kumpenda Mungu. Tunamnyima Mungu na tunashindwa kumpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Ni mwaliko wa kuweza kushinda vyeo, kushinda tamaa ya vyeo kwa kila namna, hasa tukijibidisha kusoma neno la Mungu. Injili inahitimisha majaribu ya Yesu ikisema, basi alipomaliza kila jaribu, Ibilisi akamwacha aende zake kwa muda. Rejea Injili ya Luka sura ya 4 aya 13. Hii inatuambia kwamba majaribu yapo kila siku katika maisha yetu. Hivi tusibweteke baada ya kuwa tumemshinda shetani, kwa sababu baada ya kuwa tumemshinda naye anaenda kujipanga kuongeza majeshi yake. Na ndivyo maandiko yanatualika yakisema, mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba ngurumaye uzunguka akitafuta mtu ammeze. Na hivi tunaalikwa katika kipindi cha Kwaresima ili tuweze kumshinda Ibilisi. Silaha tunazoalikwa kuzitumia ni kusali kwa kushiriki misa takatifu, kwepa nafasi za dhambi, kupokea sakramenti, hasa sakramenti ya kitubio na ekaristi takatifu, na kufunga na kutenda matendo ya huruma. Basi tunaalikwa tukeshe tukiomba na kufunga ili tusije tukaingia katika majaribu. Injili ya Luka sura ya 22 aya 40. Na tukiingia majaribu tuwe na nguvu ya kuyashinda. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.